Namwona Sheikh Walidi alivyokuwa na nuru ya kupendwa. Si kwamba kwa Tanzania eti kweli yeye ndo anamaliza matamu kulikote, hapana. Wako zaidi yake, lakini ana siri zile za kumshika Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya ni maneno yake mengi. Lakini watu wakiona wanahamasisha vitu kama vile, wanajua ndo wao watu wa maulidi tu, unahamasishwa mpunga tu. Hapana, kuna siri watu wameziona, kuna siri. Sasa mimi ninayoyasema ufikiri nadanganya, ni kweli. Maana mimi hapa uniambii chochote. Mimi kwa upande wangu binafsi nimepata faida mpaka nimekinai kwa kweli za kumsalia Mtume. Mimi, mzazi wangu, mke wangu, mtoto wangu, wote wana ushuhuda wa salatu ala nabii. Hii bwana imetumurika ndani mwetu, imetuangazia maisha. Basi hata hao mashekhe wa Dar es Salaam wengi kazi zao ndio kumshika Allah. Nani anaweza akamfikia Sheikh Walidi maisha yake? Nani? Niambieni afanya kazi gani? Hizo tu. Na sisi kama walimu wa dini, yani tuko tayari hata serikali ituchunguze. Siku moja nilipigiwa simu, sijui ni watu wa kweli wa usalama au matapeli, bwana tunataka tuje kuwachunguza. Kama njoeni sasa hivi, njoeni sasa hivi, njoeni. Basi akanambia mmoja, tumepanga wiki nzima, kila tukitaka kuja Maragali haina mafuta. Kweli wewe bwana mtu wa Mungu, bwana yaishe. Ngambia njoo. Hawajaja mpaka leo, hawajaja. Sasa sisi tuna Mtume, uchunguze nini? Sala za Mtume ziko nyingi. Kuna salatu nurania, kuna salatu ibrahimia, kuna salatu naria. Sala nyingine ya moto hii inasema hivi: Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustazqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Hii habari yake kubwa hii. Kila alosoma Tamtama au Shamsu Maarifa Zaharau Ar-Rashad, hii anaijua hii. Mombasa mwambao huko, hii anaijua hii. Hii inaitwa salatu naria, sala ya moto hii. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqatul amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isome mara 1000 wala si nyingi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat al-amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ukiwa umekaa pembeni unahesabu tu, unahesabu mabwana, mambo yataenda tena, yataenda kwa haraka sana. Hii ni ya 3. Ya 4, hii hata kukiwa kuna maradhi inaondosha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha. Ya haraka utaisoma 1575. Hii utaisoma 1575. Inasema hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yani zote hizo ni hot cake, zote hizo. Alhamdulillah, umezidiwa na mambo, zisome mara 100 tu. Ili jambo hili la kumsalia Mtume, hivi ninavyosema hapa, usiku nimelipiga mara 2000 ninavyosema hapa sasa hivi. Juzi nimelipiga mara 1000, jana nimelipiga mara 2000, na leo asubuhi nimepiga. Yani ndio toka nitoke Kiwalani kuna miaka 10 kasoro sijai kusimama, na kabla yapo miaka 10 iliyopita nyuma sijai kusimama. Kwa hiyo nasema kitu ambacho nakiishi. Maana kuna mada zingine unasema tu. Eti mtu mmoja aliona commenting kafurahi kwa ujinga wake.
Nilisema mswalie Mtume mara 1000, aona nyingi, ambia yeye mwenyewe atafanya hata 200. Oh, subhanallah. Fungu la kukosa hili, basi fanya tu uone itakuwaje, kwani betri zitaisha chaji. Tukaona mtu ambaye anakaribia kufa huwa anaona haya, atizami watu usoni, kwani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mara nyingi mfaji huoneshwa matendo yake, basi huona kana kwamba wanaokuja kumkagua nao wanaona. Utamkuta hatizami watu usoni. Lakini jambo la tatu, kuna sehemu inaitwa Yafukh na Waarabu katika Nasia, sehemu ya utosi. Mtu akikaribia kufa huwa laini, kimpeleleza mfaji, utosi wa mtoto ndo unakuwa mlaini na una gonga gonga. Basi ukimwona mgonjwa utosi umekuwa majimaji, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini jambo la 4, hatari pia, upungufu wa joto katika kwapa. Upungufu wa joto katika kwapa, hizi ni katika ishara na dalili za mtu kuondoka. Lakini pia ishara ya 5, muwadda, kupenda kuaga sana, hasa kuwapa watu mikono na kuongea maneno ya akiba ya kutupia na hamalizi kauli. Basi mimi bwana, au akwambie nitakwambia jambo afu asemi. Na dalili ya 5, kuona akhilla, wale watu wako ya karibu akimzunguka analia kama watoto, unamkuta analia. Na dalili ya 6, kubabaika. Dalili ya 6, kubabaika. Naweza kana kikombe akasema hichi kikombe hebu nigeuzieni nje ndani, anaona mawenge, au kuongea vitu sivyo, hasa kama alikuwa mtu wa shari. Kila mwanamke anayekuja kumtembelea asema huyo nshatembea, huyo tayari. Kama alikuwa mwanga, kueleza ule wanga wake. Lakini kama alikuwa mtu wa kheri, mashaallah, unaona anataja mambo ya kheri, anataja mashekhe waliotangulia kwamba nataka nikakutane na wao, na ili si sisi tu, hata wema waliopita. Sayyidina Bilal bin Rabah siku hiyo anakufa alisema maneno ghali, muda mchache atakufa, asema niwaacheni na kwenda kukutana bi Muhammadin wa suhba. Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marafiki zake, na kwenda kuonana na wao. Mimi nakumbuka marehemu bibi yangu, siku moja namwambia leo naenda shule, siku ambayo atafariki, na wala haumwi sana, uzee tu. Akanambia nenda shule, na hata mimi pia nitaka niende shule zote, mpaka shule za kwa Migomba kwa babu yako huko mimi nitaka niende, ambaye babu yetu alitangulia. Kasema huyu naye maneno yake kila siku yale yale. Tukome na hizo dalili 6 inshallah taala. So leo msikiti huu tunautumia kwa mutala wa khutba itakaozungumzwa Ijumaa. Mabwana, leo tunasema hivi, hembu pata kipato, tajirika, fukuza umaskini pamoja na Mtume Muhammad. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, lamul qasam wat tawkid, qad ya tahqiq. Wallahi, hakika Mwenyezi Mungu Jalla Jalal ametoa neema kubwa kwa waumini. Wameneemeshwa. Neema yenyewe ni ipi? Laqad, tena viapo, hakika, manna Allahu 'ala almu'minin, Mwenyezi Mungu amemwaga neema ya hali ya juu kwa waumini. Neema yenyewe idh ba'atha fihim rasula, pale alivyowapelekea mjumbe wake Allah, min anfusihim, anayetokamana na nafsi zao, yathlu alaihim ayatihi wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Mtume mwenyewe akawa anasomea ayati Allah, aya zake Allah,
anafundisha kitabu chake Allah pamoja na busara na hekima. Lakini pia mbali ya kuwa ni neema, ni uongofu, ni hidaya, ni mwalimu, muallimul a'zam. Anasema innama bu'ithtu almuallima, hakika si vinginevyo mimi nimetumwa ni mwalimu. Mbali ya kuwa mwalimu, lakini mwalimu huyu katika mutabaa na kumshika kuna kufungua maisha yaliyokuwa makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, tueleze daraja yake na fadhila yake. Imamu Baihaqi alisimulia hadithi ya Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Qalat Aisha qala li Rasulullah wa qala an-nabi qala li Jibril alayhi salam. Na Aisha anasema amenieleza mtume wa Allah, na mtume mwenyewe akasema nami kanisimulia Jibril. Jibril ni msimulizi wa hadithi hii, anamsimulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bwana mnamjua Jibril? Jibril ni yule ambaye yasema muta'in thumma min dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wama sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sayyidina Jibril ni raisul malak. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya', Mwenyezi Mungu katukuza vitu baadhi kwa baadhi. Wa faddala Allahu malakan ala sairil malaika ala wa huwa Jibril alayhi salam, ametukuza malaika, na malaika mwenyewe aliotukuzwa juu ya malaika wengine anaitwa Sayyidina Jibril. Huyu Jibril ni rais wa malaika wote. Status yake chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu ndo maskani yake, na ameitwa Jibril kwa sababu ya nguvu alizokuwa nao. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, ana nguvu kubwa. Jibril ana power, lakini pia ni mzuri mno wa maumbile. Ana mabawa 600 mbawa zake. Ni malaika ambaye amekuwa na mbawa nyingi kuliko malaika wengine. Kuna baadhi ya malaika wanaruka na mbawa 2, mwingine na mbawa 10, lakini yeye lahu 600 janaha. Mtume asema ana mbawa 600, tena ma baina janahin ila janahin kasamai wal ardhi. Angalieni kiumbe huyu, tena alivyo ubawa mmoja mpaka ubawa mwingine ni space ya mbingu na ardhi. Ina maana Jibril akifungua ubawa wake wa kwanza mpaka akifungua mbawa 10 tu zimepita mpaka mbingu ya 7. Hahitaji kufungua 100 wala 200. Na mbawa zake hizi zimesheheni rangi ya peponi, rangi ya kijani. Kaitwa Jibril kwa ukubwa wake. Sasa huyu anamwambia mtume, laqad qallabtu masharikal ardha wa magharibaha, nimezunguka mashariki ya dunia na magharibi yake. Walam ara rajulan afdalan min Muhammadin, pamoja na kuzunguka kwangu, qallabtu sharqaha wa gharbaha, nimeenda mashariki yake dunia na magharibi yake, lakini pamoja na kwenda kwangu sikuwahi kumuona mtu mtukufu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia mtume akasema, ana akramul awwalin wal akhirin ala Allah, mimi kiumbe mtukufu wa mwanzo na wa mwisho juu ya Mwenyezi Mungu. Mtume ni mtukufu sana. Kuna kitu kinaitwa sunnati tafadhul, kutukuza baadhi ya vitu, kufadhilisha baadhi ya vitu. Hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata watu wanazidiana, lakini wanaozidi
ni mitume ni watukufu kuliko mitume wengine, na mitume wenyewe pia wanapata kuzidiana. Tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Mtume sallallahu alaihi wasallam, utukufu wake, tizameni hata Jibril wakati analeta wahyi kwa mitume, fajaa ila Adam 12 marra. Jibril alimletea wahyi Nabii Adam mara 12. Wajaa ila Idris 4 marrat, akamletea Sayyidina Idris wahyi mara 4. Jibril kufika kwako si mchezo. Fajaa ila Nuhu 50 marra, akaja kwa Sayyidina Nuhu mara 50. Wajaa ila Ibrahim 400 marra, akaja kwa mzee Ibrahim, hapana, mara 42, sio mara 400. Nabii Ibrahim Khalilur Rahman alikuja kwake mara 42, kisha akaja kwa Nabii Musa mara 400, akaja kwa Sayyidina Isa 10 marra, akaja mara 10 kwa Nabii Allah Isa. Lakini alipokuja kwa Mtume Muhammad alikuja mara 1024. Yani kwa Mtume alikuwa akija akirudi, akija akirudi. Angalia sharafa hii. Adam mara 12 tu, Idrisa mara 4 tu, Ibrahim mara 42 tu, Nuhu mara 50 tu, Musa mara 400 tu, Nabii Isa na mambo yake mara 10. Lakini kwa Mtume mara 1024, anakuja anarudi. Na safari zote hizi alikuwa akimletea kitabu cha ajabu, alikuwa akimshushia na kumdarsisha al-Qur'an al-Karim. Na Qur'ani ina miujiza. Mtume wakati analetewa zile aya alikuwa anasoma kwa haraka haraka, ngoja kwanza nirudie nisije nikasahau, ambia sanuqri'uka fala tansa, utasomeshwa wewe usahau. Na Mtume hajai kusahau Qur'ani. Hebu tizama suratu Baqara. Hii Baqara ina aya 250 takriban. Toka siku hiyo Mtume kaletewa hajawahi kubadilisha fataha wala kasra mpaka leo, wala nukta. Kitabu cha miujiza hichi. Na hichi kitabu ni kizito, maneno yake, maneno mazito mno. Tena wanasema yamechujwa chujwa, sio vile yalivyotoka, angalau dunia iweze kubeba, na bado yasije moja kwa moja yapite katika moyo wake. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah, alitizama haya maneno, maana angekuja vile vile alivyo, dunia ingeungua. Ukatafutwa kifaa kina material magumu kuliko chuma, kifaa chenyewe ni moyo wa Mtume Muhammad. Mtume ana nguvu kuliko Jibril. Amesema Jibril dhi quwwatin, ana nguvu, lakini nguvu zake hajamshinda Mtume Muhammad. Na ushuhuda, mnakumbuka ile safari ya Isra wal Mi'raj, walienda pamoja, wakafika sehemu, fataakhara Jibril. Jibril akaanza kusita, akaanza kutegea na kuchelewa. Mtume ambia vipi? Ambia hapo mimi siendi. Mtume akamwambia ataturuku sahibun sahibahu fi hadha almakan, toka mbingu ya kwanza ya pili ya tatu, tuko wote sehemu hii, mimi sijai kufika. Rafiki kweli anamsahau rafiki yake sehemu kama hii? Akamwambia takaddamu ya Muhammad, mimi nakuambia kweli, we nenda tangulia, intaqaddamta irtaqaita, ikiwa utatangulia hiyo sehemu, mimi naijua ina shoti hiyo na ina power hiyo sehemu, ina mvutano wa chini na juu, kikipita chuma chochote kinateketea. Na Jibril hiyo sio sehemu yake. Kwa hiyo taqaddam, we nenda, usiogope. Intaqaddamta, kama utakwenda, irtaqaita, utatambuka sehemu hii. Na wewe na mimi wa intaqaddamtu, nikisema nipite, manake pana nuru kali, taraktu, mimi naungua.
na kwisha, napoteza maisha. Nikuoneshe ili nikuridhishe. Akajaribu kujitutumua Jibril. Mtume mwenyewe asema la ilaha illa Allah, raaitu Jibrila kalhil silban, nilimwona Jibril alivyosogea pale akapigwa na shoti. Alikuwa ni mkubwa sana akawa mdogo ghafla, yani kama pamba nyingi afu ikatiwa maji ikawa kama ngumi hivi, kanywea, akawa jasho linamtoka, anataka sasa kupoteza uhai wake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama sehemu ambayo ubawa hauruki, mguu hautembei, yeye kapita simple. Kimekuja kijindege au wingu likaja ndege ya mawingu ikaja kumfunika ikambeba, akapita baridi. Bwana hajai kupita kiumbe yoyote sehemu hii. Sasa hii ni kuonesha Mtume ile nuru ya pale, nuru yake yeye ni kali kuliko nuru ya pale. Sasa ile Qur'ani ile haiwezi kuja moja kwa moja duniani. So dunia haiwezi kubeba, haiwezi kubeba, lazima ichujwe kidogo. Sasa kupitia hali hiyo, hata ile aya ikishuka haishuki rahisi. Ilianza kushuka ikaja suratul Fatiha. Suratul Fatiha ni sura ambayo imeshuka jumla. Sura zingine zishuka vipande. Sura ya kwanza kushuka ni suratul Alaq, zilishuka aya 5, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Hizi zilikuwa aya ngapi? 5. Ikaja baadaye Muzammil, ikaja Mudaththir, lakini sura ya kwanza nzima kushuka suratul Fatiha. Na hii suratul Fatiha ni nzito, na si nzito kidogo, kwa sababu suratul Fatiha ina majina kama manne. Kwanza inaitwa suratus Sala, wataalamu wanaita sura ya kuswalia, inaitwa suratus Sala. Ina majina mengi, itoshe tu kitu kikiwa kina majina mengi, hicho kitu maarufu, inaitwa suratus Sala. Alafu pia inaitwa suratul Fatiha. Maana ya Fatiha yani dibaji ya Qur'ani nzima. Hii ndio dibaji yake, mwanzo wake. Ndio maana tusikia al-Fatiha kabla tujaanza jambo. Shekhe, tia Fatiha basi. Tia Fatiha, tusikia al-Fatiha. Dibaji. Na ni sunna ukitaka kusoma Qur'ani ukaanza na suratul Fatiha. Lakini jina jingine inaitwa sab'un minal mathani, kitu cha kujirudia. Lakini pia main point, jina kubwa inaitwa Ummul Qur'an. Pia suratul Fatiha inaitwa mama wa Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hii ina miujiza mikubwa. Qur'ani ina aya 6,000 na kitu, 6,666 ayati Qur'aniya. Hizi zote ni aya. Ina sura 114, ina juzuu 30, lakini ina ujumbe wa aina 5 au ina maneno 5 tu. Neno la kwanza at-tauhid, kumpwekesha Allah. Neno la pili at-tabshir, details za pepo. Kwa Biblia upati, kwenye Taurati upati. Neno la tatu indhar, moto. Neno la 4 qasas, bwana kuna historia humo. Yani hizi historia zote mnazosikia, Dhulqarnain, Uzairi, sijui nabii gani, sijui kaumu Yasini, kaumu Saba, na kasasi zote, simulizi kubwa ni Qur'ani. Kisa cha nabii Yusuf vyote vimejaa humu, na zaidi ya hivyo kina Uzairi wote, kina Khadhiri wote. Kwa hiyo fungu la 4 al-Qasas, kuna aya zaidi ya 700 zinazungumzia historia, na ni historia makini wala haipepesi kabisa.
hata mamuvu wanaocheza cheza wanaifuatilia Qur'ani tu. Lakini fungu la mwisho ad-du'a, maombi. Sasa haya maneno yote haya yamo ndani ya suratul Fatiha, haya maneno matano. Ndio maana ukaambiwa suratul Fatiha ni tafsiri ya Qur'ani nzima. Sasa uzito wake wakati analetewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema nazalat ma'aha 80,000 malak. Jibril ana nguvu, hajaileta peke yake. Ujumbe huu ulikuja ukibebwa na malaika 80,000. Hebu angalia watu 80,000, 80,000 malak, malaika 80,000 wameileta sura hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja sura nyingine imeshuka jumlatun wahid, ni ndefu nzima nzima, hii imeshuka yote, inaitwa suratu An'am. Nazalat maha 70,000 malak. Hii ilishuka kwake na ujumbe wa malaika 70,000. Wamebeba kitu gani? Kalamullah. Ndio maana suratu Al-An'am, kwa wale maraqi wale wanaofanya tiba za mashaitani, ukimsomea jini anaweza akaondoka na anaathirika kweli kweli. Ikisomwa An'am, isome uone leo, ina habari kubwa. Haya, ni kuulizeni, malaika 80,000, malaika 70,000 wanamletea Mtume. Hebu niambieni huo ujumbe anaokuja kubebeshwa, au nikuambie wewe, sisi tulokaa hapa tubebe kitu kizito alafu tuje tukutwishe wewe peke yako, utakuwaje hali yako? Ufikiri yale maneno Mtume alikuwa anayapokea kiurahisi rahisi? La, 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 la. Ni zaidi ya tani anapewa, ni zaidi ya msikiti. Mwenyewe alikuwa anasema, akiletewa yale maneno anasema hivi, dhanantu nafsi tuqbadh min thiqli alqur'ani, na hisi roho yangu inatoka muda huu, min thiqli alqur'ani, kwa ule uzito wa Qur'ani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama anazungumza hivi na wahi ukimshuka pale pale ananyamaza, kama kuvibrate, basi wale walinzi wake asema, jamani wahi unashuka. Haiwezekani wahi ushuka afu yeye aseme la 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 la, basi watu wote kimya. Saa nyingine unashuka kwenye hutuba, itabidi anyamaze, tayari Jibril kashamva. Angalia hata siku ile alipatwa homa, siku ya kwanza Jibril alikuja akambana, avambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqa iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil. Mtume alipotoka pale, fakharaja yalma, alienda mbio, alafu homa mpaka akapelekwa kwa daktari. Homa limemshika mpaka anaenda kwa Saida Khadija, ambia zamiluni dathiruni, nifunike, nimebanwa na kitu. Japo wenye kusema sema ilmu la yati bal yu'ta, elimu haiji huwa bali inafuatwa, kwamba Mtume ile kubanwa banwa kwa sababu anafundishwa. Hapana, si hivyo peke yake, maneno mazito yale. Qur'an ni nzito. Law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian, milima yenyewe isingeweza kutahamali kuibeba Qur'ani. Tupo jamanini? Si tumechelewa kwa sababu tunamuona Mtume kama wa kawaida kawaida tu. Fahuwa bashar, ni mtu, si ana macho ana pua, la kalbashar, lakini si bado kama mimi na wewe. Ana hususia nyingi, ana hususi nyingi. Angalia Mtume akijisaidia sehemu haikuthubutu, haja yake ikaonekana kadhar, ardhi inastiri aibu ya Mtume Muhammad. Huyo mtu wa kawaida huyo? Mimi na wewe umechafua mitaa kila sehemu, mwambie Sheikh, mbona umejisaidia hujasafisha bwana? Akihitaji kujisaidia, miti inakuja inamfunika Rasulullah. Huwezi kumfesi kumtizama sura hivi, macho yako yenyewe yanashuka chini, hata ukilazimisha anaenda chini. Ndio maana uso wake hauelezeki, nuru. Atakuwa kama mimi na wewe, akikutana na watu wanatwanga Kizaramu, yeye Mzaramu zaidi kuliko wao,
hana haja translator. Unaona mchezo? Aikutana na watu tolu, yeye anakuwa zaidi ya wao. Aikutana na shoti, unamkuta anashuka. Mtume ana mambo makubwa sana. Yaalamu ma fi nafsi, anajua yalokuwemo katika roho yako, unachokisemea anakuambia mbona unaniwazia hivi? Fa huwa bashar la kalbashar. Kisha ikaja suratu Yunus, nazalat maha 30,000 malak. Ikashuka suratu Yunus, hii ilibebwa na malaika 30,000. Kisha ikaja ayatu kursi, ikashuka na malaika 30,000. Ayatu kursi ni aya nzito. Alafu kuna aya moja katika suratu Zukhruf, hii aya habari zake kubwa. Hii aya unajua ilishuka wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofiliwa na mkewe, baada ya siku 2-3 akaondokewa na ammi yake, akaenda Taif kufanya da'wa. Wakamkataa, wakampiga mno kule Taif, alipigwa. Tizama, wakati amepigwa wale watu wakaondokana na wao, anawasamee. Yale mawe bado yanavurumishwa. Ana kijana anaitwa Zaid ibn Haritha. Zaid akawa yale mawe ataka kuyachukua awarudishie, anafanya hasira. Watu wana, si hatuwezi kupiga. Mtume ambia bwana, kama umeshindwa basi wewe waache. Akaja mtu mmoja anaitwa Addas, mnaswara tu, akamwonea huruma, akampa matunda ya zabibu, akala, asema bismillahi wa ala barakatillah, asema hadhihi kalimatun la yaquluha ay ahadan ahlu baladin, hata mtu mmoja sijamsikia kusema hivi bismillah. Mtume ambia, kwani wewe wa wapi? Asema ana minni, na mimi nimetokea hapo Iraki. Asema Iraki si kwa ndugu yangu kabisa, Nabii Yunus. Adasi asema, kwani wewe unamjua Yunus? Ambia ndio. Si ndio nabii wetu? Wewe nani wako? Ambia kakaangu. Kumbe asema fa huwa nabiyun wa ana nabii, yeye nabii wa Mungu na mimi nabii. Wameshindwa tu kuniamini. Basi Adasi akalia, akakibusu kichwa cha Mtume, na pale pale akasilimu Sayyidina Addas. Wakaja malaika wakaambia, unataka nini Muhammad? Usilalamike. Angalia malaika majabali kule wamekaa, wanataka kubeba Taif, milima hii, watu wote wafe. Mtume asema la, asa an yakhruja Allahu min aslabihim man yatawalla man yaqulu la ilaha illa Allah. Pengine katika hao walionipiga hawa yuko mtu atakuja kusema la ilaha illa Allah, hata msiwaue. Allahumma, Mwenyezi Mungu, ihdil qaum fa innahum la ya'lamun, wasametu hawajui watendalo. Hapa alipanda daraja kubwa. Wakati Sayyidina Nuhu alipigwa kidogo tu, akasema ya Rabbi, wote hawa la tadhar ala al-ardh min al-kafirina dayara, asibakie hata kilichokuwa kwenye mimba kikizaliwa, kiue hapo hapo, kwa sababu la yalidu illa fajiran kafara, kila anayezaliwa ni kafiri tu. Lakini mtume wetu kasema una ukafiri wao. Hivi wanavyopupia kunipiga, pengine atatokea mtu mwenye jazba ya dini kama hivi. Wanasema ile subira yake imeleta matunda. Kuna mzee mmoja anaitwa Mus'ab, ni katika wale vijana wahuni walompiga mawe hasa. Huyu ni babu wake wa 5 Imam Shafi rahimahullah. Kwa hiyo angesema waangamizwe, ingekuwa hakuna cha Shafi wala nini. Leo hakuchi Imam Shafi tunaishi naye. Sasa sisi huku Dar es Salaam Tanzania, Shawafi wengi kweli kweli. Madhehebu ya Shafi tupo wengi. Hata mimi Shafi, hata we Shafi. Subira hii, mwanachuoni mkubwa, na ametajwa katika hadithi alim Quraishan. Anasema atatokea mwanachuoni wa Kiquraish, yadhribuna an-nas akbadul ibil, watu wataanza kupiga yale matumbo ya ngamia, wanaenda kusoma kwake. Zama hizo hatotokea msomi kama yeye,
shurahul hadith, amana ar-rasul mpaka chini pale ya kwanza, ya pili na ya tatu. Alafu ya kwanza ni hiyo wasal, ya pili na ya tatu amana ar-rasul mpaka mwisho. Alafu 4, 5 na 6 zipo katika suratu Safat, zinaanzia sehemu wama minna illa lahu maqamun ma'lum. Wanasema aya hizi 6 ndani ya Qur'ani hazikushuka ardhini wala mbinguni, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra na kufika pahala ambapo Jibril alikoma, akaja na ujumbe wa aya hizi katika safari ya Isra wal Mi'raj. Sasa mabwana, Mtume ni wa kipekee na daraja yake imetaamal na imetaala kimewashinda mitume wengine wote. Yeye ni mkubwa wao, ni imamu wao, na ni wa mwanzo wao, ni wa mwisho wao. Ndiyo maana sasa hata ile miujiza Mtume aliyoifanya yake peke yake hajafanya nabii yoyote. Kwanza Mtume amefanya miujiza takriban 1000 katika dunia. Ile miujiza yake aliyoifanya ni takriban 1000 na ni miujiza mikubwa mno. Muujiza wa kwanza katika miujiza yake, tizama jua, tizama mwezi, tizama nyota, tizama maji. Wenzie wote wamegusagusa, lakini yeye kamaliza kabisa. Siku moja alikuwa amelala huko Khaibar katika mapaja ya Sayyidina Ali, ukaingia wakati wa alasiri mpaka magharibi. Sasa Sayyidina Ali Mtume kalala miguuni mwake, akashindwa kuswali, wahi unashuka kama nilivyosema, akauheshimu wahi. Alasiri hiyo ikapita, jua likaondoka. Mtume baadaye mambo yake yalivyopita, anaamka ambia hal sallaita al-asra, wa usha salla al-asr, ambia lam usalli ya Rasulullah, ma sallaitu, sijasali. Niliona wahi unashuka, nikaona ni uheshimu wahi. Angalia Mtume pale pale sema, ya Rabbi, huyu kaacha kuswali kwa kuniheshimu mimi na wewe, naomba urudishe jua tupate kupata wakati sahihi wa kuswali. Kwa mara ya kwanza jua likarudi, majira yakarudi, saa zikarudi. Hili alikuwahi kufanyika na nabii wote isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si jambo dogo hili. Makuraishi wa Maka, mfalme wa Ghassan, mfalme wa nchi za mbali, Sham, Syria huko, alikuja akamwambia Mtume ana maswali yake. Katika maswali haya alipitia kwa Abu Jahal. Abu Jahali akamwambia, Muhammad ni mchawi, swali lolote utakalomuuliza atajibu. Akamwambia hata ya kwangu atajibu. Ambia hebu yaulize kwanza inyasikie. Ambia mimi nataka hivi sasa kukiwa mchana ageuze kuwa usiku, alafu mwezi ule ushuke mpaka baina ya dai, mpaka usoni mwake, alafu na ule mwezi upasuke pande mbili, pande moja ije kuliani kwake, iseme kwa sauti ya saa ashhadu an la ilaha illa Allah, alafu mwezi wa pili uje upande mwingine nao upasuke useme wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hili akilifanya nitamwamini. Abu Jahali akamwambia yule mfalme, wallahi hakuna watu wanaojua kuuliza maswali ya akili kama wewe, ili ajibu ili akili jibu, hata na mimi nitaslimu. Twende. Mtume akaletewa jambo kama hili kubwa, fatra kubwa, na huu ulikuwa mwezi wa Shaabani, mwezi wake. Tunataka bwana mwezi uje kubadilike kuagiza sasa hivi, alafu kushuhudie, afu upande mbinguni kuche tena, tutakuona wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba wenyewe akasema huu mtihani, hili jambo kubwa hili tena zito. Mtume mwenyewe kaliona ni zito, akamgeukia mwalimu wake Jibril, na Jibril kaja kumsikiliza. Ndio hivi tunavyosema hivi, kaja kwa mtume mara 1024. Alikuwa na mambo mengi, kwa nini asije? Manake kama ili anamuhitaji basi Jibril huyo anakuja. Niko labbaika wa saadaik, nishakuja, unasemaje Muhammad? Ambia mimi hata sisemi mengi. Umesikia bunge Barnamanu Quraish, umeona mfalme wa nchi kaja kwa mfalme wa nchi hii,
wananipa ishara kubwa ili wapate kumwamini Mwenyezi Mungu. Sasa mimi nauliza Jibril, kuita mwezi si jambo dogo, hali yumkin, inawezekana jambo kama hili? Jibril akamwambia Mtume, ndio maana nilishakwambia nimekwenda mashariki ya dunia na magharibi yake, sijawahi ona mfano wako. Sasa nakupa hii, chukua. Kabla ma khuliqa Adam bi alfi ama madhat alfi ama, ili ulikuwa huna. Kabla ya kuumbwa babako Adam miaka 2000 iliyopita, basi Mwenyezi Mungu alizungumza mapema na mwezi, akauambia baada ya miaka 2000 kuna kiumbe anaitwa Muhammad anakuja. Huyu akija ni rahma kwa kila kitu, ni mtukufu kuliko kila kitu. Kwa hiyo wewe uwe chini ya amri yake, atakachokisema. Na mwezi wao nao kasema sam'an wa ta'an, mtafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo mwezi unasubiri ukohoe tu ukusikilize. Mtume akasmaili asema alhamdulillah, basi wacha nisali rakaa 2. Nikisali hizi rakaa 2 tu niwaambie mwezi, ya qamar taal bisura, mwezi njoo wathibitishie watu hawa. Angalia maajabu, Mtume akasali rakaa zake 2 akatoa salamu. Sasa anaenda uwanjani pale, watu wamekusanyika, asema almaarakatu khid'a, vita ni uongo, mbinu. Ajua hata watu wakiwa kwenye timu ya mpira au kwenye masumbu yale mulaqimati wale boxer, unakuta saa nyingine kuamsha ile vibe, mtu anazomea huyo, piga kabisa huyo, wanatambiana kidogo, ile mikwara tu unaweza ukaisha. Aweza wakawa wanapima uzito pale pale, kamwasha mwenzie kofi, unaona mbona mtu wa balaa mapema hivi. Mimi hii ngumi yangu, mwingine ataita ngumi yake sijui inaitwa nini, imetoka Ukraine, mandonga. Ule mkwara unasema umekwisha. Na mimi ninawasifu wale ambao wamepigana na mandonga, kama yule bwana alipigana naye mwanzo yule, mwanzo kabisa, tansha msahau jina lake, Shabani kaoneka. Mkwara kama ule unaweza ukafa. Makambia Shabani mdogo wangu na kuonea huruma hapo, muongeaji kweli kweli. Inna minal bayani la sihri, Warabu wanasema katika mtu kueleza ufasaha kuna uchawi, kwa sababu maneno yanaweza akakufanya ukaa kama Piltoni ukatoka mnyonge. Alikuwa na kifua kwamba ngoja nikapigane. Mimi na imani hata yule Shabani kaoneka alikuwa moyoni mwake akasema Mungu wewe, mimi naenda kufa. Lakini alichokiona tofauti, na ni kawaida wasemaji hawana nguvu. Mkwara mkubwa sana mpaka watu wanafurahia. Sasa akawa huyu Abu Jahli akatengeneza mkwara. Unajua mkwara gani? Akawaambia watu tumsubirini aswali hizo swala zake, akitokea tu pale kwenye close mnamzomea, aanze kuchanganikiwa kule aliko. Huyu bwana alikuwa na akili kubwa sana, akitoka tu zomeni kwamba hatujamkubali. Basi Mtume Jibril kaja haraka, kagundua ile khiana, ambia basi ukiingia pale unazomewa. Sasa wewe ukifika pale, kabla hujazomewa, ingia na uradi huu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wewe sema tu hivyo ukifika pale. Basi wanasubiri, ngojeni msizomee kwanza, ngoja akiingia. Alipoingia tu wanamuona anasema nini yule? Basi la ilaha illa Allah. Watu wote wakaanza kuitikia la ilaha illa. Hata Abu Jahli mwenyewe kasahau Muhammadur. Jamani, sio hivyo, mzomeni. Tayari pale ni ushindi. Akajikuta watu wote wameingia kwa laini. Anasema hadha sihrun yu'thar. Huu si uchawi wa kileo, wa zamani huu. Kashatupiga na kitu kizito. Mwezi huo ukashuka, kukawa giza. Mwezi ukashuka, ukapasuka vipande, cha huku kikamshuhudia Mtume na cha huku, mpaka Abu Jahli mwenyewe kaogopa lile giza. Muhammad, basi inatosha. Ambia usiogope mzee, usiogope basi bwana, yeye anawaza kiyama tu. Mwezi ule ukaenda mpaka juu. Sasa
Akasema haiwezekani. Hapa bwana, hakuna kilichokuwa isipokuwa tumerogwa macho yetu, tumetiwa giza. Tusubiri wasafiri waliokuwa nje ya Maka tuwaulize dunia ilikuwaje. Wasafiri walipoingia wasema, njiani tuliona giza, ghafla tukajificha kwenye mapori. Kwa hiyo ni dunia nzima. Ambia naam. Sasa hili tukio la mwezi hili halikuwa kwa nabii yoyote isipokuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tizama Nabii Musa, Allah anasema wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabii Musa watu wake walihitaji maji, akashika bakora akapiga jiwe likatoa chemchem 12. Le jiwe likawa sehemu ya kwanza nitoa maji. Ni muujiza, hapa maji, hapa maji. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhu Hudaibia, vitani huko, masahaba alisema utishna, tuna kiu. Kukaa kuna maji kwenye kirobo tu cha maji, asema nileteni. Akaingiza vidole tu, alipoingiza vidole vyake yakatoka maji mengi katika vidole, yakajaza mandoo na nini. Sayyidina Abdullah bin Jabir asema wallahi lau kunna 100,000, hata tungekuwa watu laki yale yanatutosha. Kwani mlikuwa wangapi? Ambia tulikuwa watu 1,500. Tukanywa tukaoga. Mbona kamzidi Nabii Musa hapa? Nabii Musa amepiga bakora, bakora yenyewe kapewa na Jibril, yametoka kwenye jiwe, lakini mtume aonekani kufunga maji mwilini, maji yakajaa. Na zaidi ya hivyo, sahaba anaitwa Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, katika vita vya Uhud alipata jeraha mpaka lile jicho likang'oka, likabakia uzi tu. Watu wakamwambia tukate tu uzi, si ndio jicho ushakosa? Asema msikate, wacheni kwanza nimuoneshe mtume wa Allah. Mtume alivyooneshwa kalichukua lile jicho kalirudisha. Yaani ndio kishapona hivi. Analia Abu Qatada. Ambia unalia nini sasa? Ambia natamani na hili zima nalo ling'oke. Aje alishike tu nalo alirudishe, kwa sababu hili alolirudisha linaona vikali kuliko hili la zamani. Sasa kumekuwa na different. Mtume wa Allah. Sasa mtume mabwana, daraja yake ni ya hali ya juu sana. Sasa mbali ya daraja, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kumpenda, akamfanya ni kipenzi chake, na akajalia atakayemtakia rehma bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamrudishia rehma mara 10. Halafu sasa Allah anatuambia ndani ya Qur'ani, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, hakika Mwenyezi Mungu na mtume wake wanamtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi waumini, sallu alayhi wasallimu, mtakieni rehma lakini pia mumsalimie. Yani kuna sala pamoja na salamu. Kuna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, na kuna assalamu alayka ya habib Allah, assalamu alayka ya rasul Allah. Sala pamoja na salamu. Abu Qatada ameandika faida 40 za kumsalia mtume Muhammad. Unapata thawabu, unafutiwa madhambi, unanyanyuliwa daraja, unaondosha maradhi, unaondosha shida. Sasa sahaba mmoja anaitwa Ubay bin Ka'b. Ubay ibn Ka'b, mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Ubay bin Ka'b, nataka nikusalie masaa 25 kwa siku. Masaa mangapi? 2.5, robo siku. Nataka nikusalie robo siku. Robo siku masaa mangapi katika masaa 24? Masaa 6. Nikuswalie arrubu, robo siku. Mtume akaambia ni bora, wa inzita khair, itakuwa ni vizuri, lakini ukiongeza ni bora zaidi. Tupate kwanza inshallah dhana bado. Haya, akamwambia ukinisalia robo siku vizuri mno, wa inzita khair, ukiongeza itakuwa bora. Akaambia basi tufanye nusu siku
Akamwambia ni sawa, lakini ukiongeza pia ni bora. Akamwambia basi sulusi wa thuluthi, akamwambia bora, ukiongeza ni bora zaidi. Mwisho akamwambia 24 saa, 24 hours, masaa 24, mimi nitaka nikusalie. Mtume hapo akamwambia ukifanya hivyo kwa siku, kunisalia siku nzima, Mwenyezi Mungu atakuondoshea ghammu. Hakumwambia atamuondoshea matatizo, atakuondoshea ghammu zako. Hamu na ghammu, matatizo ndani yake, matamanio ya kitu usipate ndani yake, malengo yasiokamilika ndani yake, yani kila tatizo ulokuwa nalo linafutika mara moja kwa sababu ya sala ya Mtume Muhammad. Angalia sahaba mmoja anaitwa Sayyidina Safina, alikutana na simba porini. Yule simba alivyokuja tu, yule bwana akamsalia Mtume Muhammad. Alivyomsalia basi tahamaka yule simba, baada ya kumdhuru kampeleka kwa masahaba wenzie alikopotea. Sayyidina Safina radhiyallahu ta'ala anhu. Hebu tizama sala ya Mtume Muhammad. Sasa katika kufungua mambo, katika kumsalia, kwanza tumswalie siku nzima, tumswalieni siku nzima. Na ukimswalia mara 1440 itakuwa kila lisali moja umemswalia mara 60. 60 mara 24, jawabu lake na kwa 1440. Kwa hiyo ukipiga kitako kimoja hizo, basi utakuwa umemswalia siku nzima. Na sala zipi tutumie? Sala kwa kweli ni nyingi. Sasa hapa nisikilizeni, sala za Mtume ni nyingi mno. Original aliulizwa kaifa nusalli alaika ya Rasul, tukusalie vipi? Fasakata hunainatan, akanyamaza kinyamazo kidogo, kisha akasema, mtasema hivi: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Hii ni sala ya kwanza. Hii sala hii ukimswalia mara 100, ukiifanya mara 100 tu, Mwenyezi Mungu anakuondoshea shida zako 10 kwa siku. Kwa hiyo wewe usihahe, kama una jambo linakusumbua, ya hesabu mambo yako 10. Kodi inanipelekesha leo, cha kukila sina, mgonjwa wangu hapati nafuu, yuko ICU maututi, leo nina kesi, alafu kuna mtu ananidai leo. Mambo haya yote 10, Sheikh. Usianze kupata muhali kukimbia, kutoroka, maana na kuzima simu kusolve tatizo lolote likikujia, fafiru ila Allah, kimbilieni kwa Allah kwa kumsalia Mtume. Wewe chukua misbaha yako au vidole vyako, kaa pembeni, anza kumsalia mara 100. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hebu angalia miujiza, wallahi nakuambia Sheikh, ukimaliza deni umelipa, mgonjwa ameamka, kesi imekwisha, njaa imeondoka, mipango imekwenda, halibaki hata moja. Ndio maana nikasema asokuwa na bahati habahatiki. Tuna matatizo kama yote. Muislamu unaharasiwa, unadaiwa kodi mpaka umefungiwa kufuri, umeshindwa kumtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni kuulizeni, kuna tabu gani kusema haya maneno? Nyie hamjui mimi nilikuwa naishi hapa Kiwalani, choka mbaya. Wallahi kilichonichomoa ni hizi sala hizi tu, na sina uvivu nazo. Jibidiishe, utaona mambo yakianza kufunguka, utakuwa tena ubaki nyuma, hakuna anayekuhimiza, wewe mwenyewe tu. Kuna mtu mmoja hapa Kiwalani hapa
kaonekana na maduka makubwa mawili, yupo kwenye kiti mutaka anazunguka hivi. Mtu mmoja akamuuliza, we sufa tu we wa kulala msikitini, haya hii habari vipi? Mimi hata simjui tena huyo mtu, akisikia maneno haya anifuate tupeane mikono, simuombi kitu, nimpongeze tu. Akasema, bwana, nilifikia hapa, nilimsikia Uthman Michael akizungumzia utukufu wa sala ya Mtume, nikaenda nikamwambia nisomeshe, akanielekeza, nimezipiga hata mwezi haujaisha mambo yangu na njaa zishaondoka. Sallu ala alhabibi. Hii sala ya kwanza Sala ya pili inaitwa salatu naria. Sala za Mtume ziko nyingi, kuna salatu nurania, kuna salatu ibrahimia, kuna salatu naria. Sala nyingine ya moto hii inasema hivi, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustazqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Hii habari yake kubwa hii. Kila alosoma Tamtama wa Shamsu Maarifa Zaharau Ar-Rashad, hii anaijua hii. Mombasa mwambao huko, hii anaijua hii. Hii inaitwa salatu naria, sala ya moto hii. Habari zake kubwa sana. Kule kwetu kila tukitaka kusafiri na watoto kwenye mabasi, madereva wanaenda hovyo, hii inasomwa, tunakwenda kama maulidini salama na tunarudi salama. Binafsi nikiwa na jambo limenishika, hichi ndo kichaka hichi. Hii sala ya pili. Swala ya tatu, hii ni kukalie vizuri hii ni kukalie vizuri, maana haya ni mabomu ya kujikinga ndo tunayatoa sasa. Haya ni mafaili, hizi ni sekreti. Ili umsaidie mtu, usimpe hela, mpe njia ya kupata mwenyewe pesa bana. Tume tunaye. Wallahi, hii ninaokutajia sasa hivi idadi yake ni mara 1000. Utaiona ndogo, lakini ukisoma masaa mawili lazima yakatike. Idadi yake mara 1000. Hii faida yake, ukisoma unatokea kupendwa kupitiliza. Alafu majibu yake ya haraka mno. Inasema hivi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alqaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajaha Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alqaim bihuquqillah ma dhaqatil amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jifiche pembeni, ipige mara 1000. Wiki moja wewe tajiri wa Kiwalani. Wewe tajiri wa Kiwalani, hujataka tu. Inshallah tupishe sasa adhana na muda umefika. Sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hazina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alqaim bihuquqillah ma dhaqatul amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isome mara 1000 wala si nyingi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الأمر إلا فرجها الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ukiwa umekaa pembeni unahesabu tu, unahesabu mabwana, mambo yataenda tena, yataenda kwa haraka sana. Hii ni ya tatu. Ya nne, hii hata kukiwa kuna maradhi inaondosha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha. Ya haraka utaisoma 1575. Hii utaisoma 1575. Inasema hivi,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yani zote hizo ni hot cake, zote hizo alhamdulillah. Umezidiwa na mambo, zisome mara 100 tu. Umezidiwa sana, mara 10 tu, zijumuishe. Shekhe, utapata mambo makubwa sana. Unaanza salatu ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya kwanza salatu nariya, Allahumma salli salatan kamila sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadwa wa tanfarju bil qurbi wa tuqla bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istazghal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adad kulli malum laka. Hiyo ya tatu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat al-amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi ajman. Hiyo ya nne, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha. Hiyo ya tano, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hiyo unasoma. Nyingine hiyo, Allahumma akhrijna min adh-dhulumati wal-wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa hasina akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya Rabb. Zote hizo zinaingia katika salatu ala nabii. Almuradi ukithirishe kumsalia, na ndio Mwenyezi Mungu katutaka tufanye hivyo. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Zote hizo. Zamani maisha yalikuwa mazuri, kulikuwa kuna raha, japo starehe hazikuwa nyingi, lakini kulikuwa kuna raha sana, kwa sababu kila kikao hakiishi lazima mtume asaliwe. Kila sala, ile sala ya alfajiri mkimaliza tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ali. Hasa Ijumaa ndo kabisa. Sasa hivi Ijumaa ilobakia hiyo unajua ni wapi? Ilala Boma. Pale Ilala Boma tu Allahumma salli ala Muhammadi wa ali. Siku hizi misikiti imekuwaje? Tusomeni zile sura zetu 3, zenu kutoka wapi? Tusome ile Alam Nashraha 1 na nini. Lakini ilikuwa hata tukimaliza kuswali subhanallah alhamdulillah tabarakallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yani kila kipengele ilikuwa tunafanya hakika ya mtoto lazima salatu ala nabii. Lakini pia hata katika kaswida kinachoanza ni as-salatu ala nabii kwanza. Assalamun alaika mi rabbi sama. Watu wanaekia assalamun alaika, yani pale pale sala na salamu. Na hata mkitaka kuchanganya kabla kuchombeza, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Lakini leo sasa inavyoanza waya waya amina, amina, amina kafanya nini? Habari kubwa hii. Tunapoteza madini sana, tunapoteza madini. Sasa kiprotoko, siku ya Ijumaa baada ya kusoma suratu Kafi, amali kubwa siku ya Ijumaa ni kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa wazee wetu zamani wakitoka kwenye Ijumaa wanakaa kwa baraza zao, wanaanza uradi wa kumsalia Mtume. Mombasa pale au Kenya kama Ulaya ndogo, maisha yao mazuri. So pale Kenya unakuta lile jambo la kumuadhimisha Mtume, utasikia kuna maulidi ya ukhti fulani. Yani pale Kenya wana tabia karibia kila nyumba ina maulidi
Lengo tu ni ile kumuadhimisha mtume kwa kasi. Huko kwetu mpaka shekhe awe mkubwa ndo ana maulidi yake. Kule vitu vya kawaida wanamsalia sana kwa wingi, kwa sababu sala ya mtume ina baraka kubwa, sala ya mtume ina futahati kubwa. Itoshe tu kwamba maisha yetu yashakuwa magumu, na mtume mwenyewe ndio kasema kumwambia Ubay bin Ka'b, ukikithirisha kunisalia Mwenyezi Mungu ghamu zako ataondosha. Nani asiokuwa na matatizo? Nani asiokuwa na uhitaji? Hao wazee wetu wamekufa na haja zao hawajazitekeleza, na kila siku mimi na wewe tuna future, tuna malengo hata yatekelezeki. Kila ukipiga mahesabu unawaza kujenga, hata riziki ya kula inakuwa mtihani, unakuwa mwenye kukata tamaa, life inakuwa chungu, mpaka sometime unasema sijui nijifie tu. Kufa hakupendezi, kuisha hakupendezi, lakini ukianza kumsalia mtume ile nuru inakuja. Sasa nikwambieni, ili upate mara mbili, wewe kwanza msalie kwa wingi, alafu ukishamsalia kwa wingi hamasisha wengine wamsalie kwa wingi. Basi wale wakihamasika, wakifanya, wewe unapata ziada. Mnamwona Sheikh Walidi alivyokuwa na nuru ya kupendwa. Si kwamba kwa Tanzania eti kweli yeye ndo anamaliza matamu kulikote, hapana. Wako zaidi yake, lakini ana siri zile za kumshika mtume sallallahu alaihi, na haya ni maneno yake mengi. Lakini watu wakiona wanahamasisha vitu kama vile, wanajua ndo wao watu wa maulidi tu, unahamasishwa mpunga tu. Hapana, kuna siri watu wameziona, kuna siri. Sasa mimi ninayoyasema ufikiri nadanganya, ni kweli. Maana mimi hapa uniambii chochote. Mimi kwa upande wangu binafsi nimepata faida mpaka nimekinai kwa kweli za kumsalia mtume. Mimi, mzazi wangu, mke wangu, mtoto wangu, wote wana ushuhuda wa salatu ala nabii. Hii bwana imetumurika ndani mwetu, imetuangazia maisha. Lakini ukiacha mimi, wale wa nyuma yangu, baada ya kusikiliza nasaha kama hizi, basi na wao vile vile wametuthibitishia. Mpaka mmoja, kameramani mmoja aitwa Sheikh Saimu Gwao hata hamswali mtume kihivyo, lakini siku moja online yake ilivyoibiwa, akaniambia mmezipiga swala ya mtume 1000 imerudi online. Nikamwambia sasa mpaka line iibiwe bwana, online iibiwe, itakiwa siku zote. Kwa hiyo mabwana, usipotekeleza utakaa hapo hapo, lakini wenzio watateleza. Vijana wadogo tu watafunguka, watakwenda. Sasa mimi nikiuliza basi mimi niwe aya kwenu. Hivi huyo Osman Michael ni kwamba anajua tiba sana ndo peke yake? Maanake sasa hivi karibia kila shekhe mganga na wengine wana tiba za kisasa. Mimi nimetembelea kliniki za mashekhe, ameweka makamera na nini, lakini hamna kitu. Wananyanyuka kwa muda, wanapotea. Ukija kwa Osman Michael, kuna kipindi wale wanaomsaidia wanafika mpaka 100, mpaka 50, mpaka 20, na kila mtu lazima haki yake apate. Lakini unaweza ukakuta wateja wawili, mmoja, na ukija nyumbani tunapiga story lakini kama umekuja kunipiga kamera utapewa pesa tu, wala utaambiwa hamna pesa. Hiyo habari hakuna, kwa sababu na tabia ya kwenda closed, kujificha na kuadjust condenser. Hii ndio condenser yetu hii. Ili jambo hili la kumsalia mtume, hivi ninavyosema hapa, usiku nimelipiga mara 2000 ninavyosema hapa sasa hivi. Juzi nimelipiga mara 1000, jana nimelipiga mara 2000, na leo asubuhi nimepiga. Yaani ndio toka nitoke Kiwalani kuna miaka 10 kasoro sijai kusimama, na kabla yapo miaka 10 iliyopita nyuma sijai kusimama. Kwa hiyo nasema kitu ambacho nakiishi. Maana kuna mada zingine unasema tu. Eti mtu mmoja aliona commenting kafurahi kwa ujinga wake. Nilisema mswalie mtume mara 1000, aona nyingi, ambia yeye mwenyewe hata afanye hata 200. Oh, subhanallah fungu la kukosa hili. Basi fanya tu uone itakuwaje. Kwani battery zitaisha chaji? Haziishi chaji. Unaona nyingi, alafu wewe unasema unamswalia mtume. Kuna rafiki yetu mmoja yupo Singida,
yupo Singida, Shehanje Abdurrahman nani yule, si mchawi, Jafari si mchawi, ananisimulia alikwambia, bwana ukutane na huyu habibi. Sasa kishakuwa rafiki yangu, anaenda hija mara sana, amali yake kubwa ni sala ya Mtume. Anasema huyu hamswalii Mtume mara 1000 wala 2000, akijifungia wiki nzima tu yeye kumswalia Mtume. Wewe dakika 5 ushamaliza, jichimbie. Basi mimi saa nyingine wallahi pale nyumbani kuna watu kibwena wataka matibabu, basi naweza nikawaambia wale ahli zangu, nishikieni siingie ofisini masaa haya 4, nisipigiwe simu na mtu, hamtonipata, nataka nifanye sala ya Mtume. Wallahi nipo makama ya Mtume. Siku moja Sheikh, sikuwa na jambo lolote Sheikh, niko hivi tu mzima, nikasema leo bwana nataka nipige swala za Mtume kama 10,000, kwa sababu nilipiga 5,000 wakati nipo ndani ya basi. Hapo sina gari, naenda Moshi. Nilivyorudi nikapata Toyota Lexus, nilizipiga 5,000. Nikasema leo hebu ngoja nizipige 10,000 nione nitapata nini. Nizipige tu. Hiyo siku hata sikumbuki ni siku gani. Nikajificha ndani baada ya sala ya alfajiri mpaka saa 4. Allahumma salli ala Muhammad. Tena hii Ibrahimia, sijui hata nilizisoma ngapi. Kazisoma kila shekhe vipi hawezi kumpata tukusikilize, watu wamejaa, yuko wapi? Ile namaliza alhamdulillah. Mtu wa kwanza katika wale unisubiri, yani hawajaondoka wamenisubiri, wallahi anaitwa MT, dalali wa magari, kaniletea Range nyeusi, mpaka leo nimeipaki pale. Kaniambia shehe, gari na iache hapa, tutaongea mpya, gari ya kizungu. Una hatari wewe, shika tutaongea. Mpaka leo yangu. Nikasema usinitanie. Kesho nikasema nizipige tena, nikapiga 5,000. Kesho yake kaniletea Mazda, mpaka leo ninayo. Kaniletea Mazda, nikamwambia haiweke hapo, mpaka leo ninayo. Kwa hiyo nina ushahidi wa baadhi ya gari kadhaa na nyumba kadhaa ya hizi sala hizi za Mtume. Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nakiishi. Lakini mtu akiambiwa imani inajaa muda huu, akifikiria vitunguu sina, chakula sina, nitapiga. Kukisha kucha asubuhi ibilisi anambia zote hizo utaumwa kichwa wewe. Nenda kazini wewe. Tusiwe hivyo. Basi hata hao mashekhe wa Dar es Salaam wengi kazi zao ndio kumshika Allah. Nani anaweza akamfikia Sheikh Walidi maisha yake? Nani? Niambieni anafanya kazi gani? Hizo tu. Na sisi kama walimu wa dini, yani tuko tayari hata serikali ituchunguze. Siku moja nilipigiwa simu, sijui ni watu wa kweli wa usalama au matapeli, bwana tunataka tuje kuwachunguza. Kama njoeni sasa hivi, njoeni sasa hivi, njoeni. Basi akanambia mmoja, tumepanga wiki nzima kila tukitaka kuja mara gari haina mafuta. Kweli wewe bwana mtu wa Mungu, bwana yaishe. Nikamwambia njoo. Hawajaja mpaka leo. Hawajaja. Sasa sisi tuna Mtume, uchunguze nini? Kesho Ijumaa khutba hii itakuwa msikiti wa Lindi Kariakoo insha Allah. Lakini tuamke pamoja na sala ya Mtume, tusichukue wakati wa sala kumekuchwa. Wajazakumullahu khairan ala husni isma'ikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aqimis salam.